Nilikuwa na mkutano wangu Igunga wa kushukuru wananchi tarehe 2 mwezi wa 10. Mwenyekiti wa UDP wa wilaya alirudisha kadi huyo ndugu Mbogo hapa ambaye ametambulishwa. Na leo katibu wa Chadema Babadiwe ambaye ndo alikuwa striker wao, mfungaji wao magoli, tunaye muda anipigie makofi. Kiujumla tunamshukuru mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tunapata fedha nyingi za miradi ya maendeleo. Na mimi kama mwakilishi mbeba ilani ambaye alinikabidhi tarehe 2 mwezi wa 10 alikuja hapa kuniombea kura akiwa mgombea mwenza. Leo ni rais wetu na mwenyekiti wa chama chetu. Tumeendelea kupata fedha nyingi za miradi ya maendeleo kama ambavyo taarifa yangu imejibainisha ambayo nimewakabidhi. Lakini kifupi, kwenye sekta ya elimu tunapata fedha nyingi sana. Kwa kipindi takriban cha mwaka mmoja ambao nimebakiza wiki 3 kukamilisha, takriban bilioni 1 imeingia kwenye miradi ya elimu. Elimu msingi, elimu sekondari pamoja na elimu bila malipo. Pigeni makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Kwenye upande wa barabara tumepata takriban bilioni 1.3, lakini tunatarajia pia bilioni 1.5 nyingine ambazo zitaingia. Tumefocus katika kutengeneza barabara na madaraja. Tumeshaandaa mpango kazi kwa kushirikiana na TARURA. Tuna madaraja makubwa tutajenga, likiwepo daraja la Mtunguru, likiwepo daraja la Mamashiga, likiwepo daraja la Isugiro, lakini na barabara mbalimbali zinazokwenda Mwamsunga, zinazokwenda Marugala, Isugiro pamoja na vijiji vyote vya Mbugani tutaunganisha na barabara. Pigeni makofi. Lakini tuna miradi ya maji. Hapa tuna mradi wa Ziwa Victoria. Kama unakumbuka tulikuwa Tabora tarehe 30 mwezi wa 1 na hayati Rais Magufuli tulizindua mradi mkubwa ambao serikali imeweka bilioni 600 na milioni 20 ambao kwa sasa tunao mjini Igunga. Tuna mamlaka mbili za usambazaji, kwa maana ya mamlaka ya maji Igunga inaitwa Iguasa, inahudumia mamlaka ya mji na mamlaka ya maji vijijini. Kwa hiyo tunaendelea na usambazaji, tumeendelea kusambaza vijijini kwa kiwango kikubwa, na hivi karibuni tutakuwa na mradi mkubwa wa kupeleka maji vijiji 13 vya Mbugani. Tumeanza usanifu wa tanki litakalojengwa pale Bulenya. Litapeleka maji Mwabakima, Bukama, Mwangalanga, vijiji vyote vya kata ya Kininginira, vijiji vyote vya kata ya Isakamaliwa, vijiji vyote vya kata ya Mamashimba, vijiji vyote vya kata ya Mamakona na vijiji vyote vya kata ya Igurubi. Pigeni makofi ndugu zangu. Kwa sasa mtandao wetu wa maji umefika kata ya Itunduru, tupo hatua za mwisho kuzindua. Na hapa tunapoongea ndugu zangu, nimepata simu, rais ametupatia tena fedha nyingine za kwenye maji kuongeza upanuzi wa mradi milioni 500. Pigeni makofi. Na mimi kama mbunge nimeongea na meneja wa RUWASA, nimemwambia tuelekeze tutoe maji Mwazizi yapite Mangungu, Bugogo yaende mpaka kata ya Mtunguru ambayo ni kata mpya. Pigeni makofi tena ndugu. Lakini kuna mradi unatengenezwa kupeleka maji Sherui ambao pia utakwenda vijiji vya Mwalala, Nguvu Moja, Itumba, Mgazi, Chagana na upande wote wa kanda huku ambao mkataba pia ulishasainiwa. Utatoa maji ya Ziwa Victoria Igunga, sehemu inaitwa Ipumbuli ya kupeleka Sherui. Kwa hiyo tunahakika ndani ya miaka 3 jimbo la Igunga vijiji vyote vitakuwa na maji ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Kwenye usambazaji wa umeme nilipoingia mwaka jana tulikuwa na vijiji 31, lakini mpaka hapa ninapoongea na wewe sasa hivi tuna vijiji 47 vimeshapata umeme. Tumebakiza vijiji 14, jimbo zima litakuwa na umeme. Kufika mwakani mwezi wa 7 hatutakuwa na kijiji hakina umeme jimbo la Igunga. Upande wa afya kama umeona pale tulipoingia mwaka jana mwezi wa 10 tulikuwa na boma limejengwa kwa milioni 56, na mimi nilipoingia tulifanya jitihada, tumeenda Wizara ya Afya kupitia fedha zinaitwa RBF. Kwa Kisukuma wanaita Result Based Financing. Sawa wazee wangu? Unalipwa kwa matokeo, tukapata milioni 121. Tuko hatua za utekelezaji wa ile odi ya mama na mtoto ambao umeikagua asubuhi na ujenzi unaendelea. Na nilipokuwa kwenye mikutano niliwaambia watania ndugu zangu Wasukuma, tutakuwa na odi ya kisasa. Mama anajifungua, anaangalia TV, anakunywa soda ya baridi, chini anasukuma mzigo. Pigeni makofi. Lakini jingine neema Wanaigunga mnaweza mkao mwifahamu. Niwaambie nisiwaambie? Rais ametupa bilioni 1 na milioni 800 kuhakikisha wilaya ya Igunga tunajenga madarasa 92 ya shule za sekondari. Kwa hiyo hatutakuwa na shida ya madarasa. Pigeni makofi kwa Mama Samia. Tumepewa milioni 100 kujenga jengo la wagonjwa mahututi, kwa kizungu anaita ICU. Tumesikia ICU? Haya ni yale majengo ambayo yapo Muhimbili kule Dar es Salaam, na sisi Igunga tumepewa fedha. Pigeni makofi ndugu zangu. Lakini pia tumepewa milioni 90 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya wauguzi,
tumepewa gari jipya ambulance la kubeba wagonjwa na gari nyingine la kuhudumia wagonjwa. Nani kama Samia Suluhu Hassan? Kwa hiyo hayo ni kifupi katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi nikiwa mbunge ndani ya mwaka mmoja, lakini pia na ahadi zangu kama mgombea. Niliahidi ahadi nyingi, nimeanza utekelezaji. Moja ahadi niliahidi ni kununua gari kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa na mazishi. Nimeshanunua na ninaendelea kufanya kazi jimboni Igunga, na mimi nipigeni makofi basi. Niliahidi kutoa uniform bure kwa wanafunzi wa darasa la kwanza, na mwaka huu nilitoa takriban uniform 8,000 kwa wanafunzi wote walioanza darasa la kwanza shule ya msingi Igunga. Nina ahadi ambazo nimezitoa pia kwenye chama, ninaendelea kuanza utekelezaji karibuni. Kama unavyoona nimekuwasilishia hapo ramani na michoro. Niliahidi kutoa fedha wakati wa uchaguzi kwenye kata zitakazoongoza ya kwanza, ya pili na ya tatu. Lakini baadaye busara iliongoza, nikasema si vizuri chama ambacho kimenipa ridhaa nikabaki nikakiacha kama nilivyokikuta. Nilibadilisha ile ya ahadi na nimeamua kujenga ofisi za Chama cha Mapinduzi 16 jimbo zima. Kila kata itapata ofisi moja, kama ambavyo mchoro unaonesha. Utakuwa na mikumbi wa mikutano, ofisi mbili kwa maana ofisi ya chama na jumuiya, na vibanda vitatu vya kufanyia biashara tunaita frame kwa kizungu. Pigeni makofi sana. Hii ndio itakuwa legacy yangu Igunga, na natarajia kuzindua kuanza tarehe 5 mwezi wa pili mwakani, siku ya maadhimisho ya miaka 45 ya Chama cha Mapinduzi. Kamwalika mwenyekiti wa mkoa aje tuzindue program. Vifaa vyote nimeshaandaa, mashine za kufyatua matofali. Sasa hivi tunakusanya nguvu ya simenti, tutaingia field na hakikisha ndani ya miaka 5 hatutaendelea kufanya mikutano ya Chama cha Mapinduzi kwa kupanga au kutumia yale magala ya pamba tunaita stores hapa. Ongeze mbunge sana. Anatekeleza ilani, utaratibu ambao unakubalika, lakini kwa mipango aliyojipangia. Manake mbunge ana fedha zinazotoka serikalini, lakini ana fedha kama mbunge zinazotoka katika mfuko wake mwenyewe kama mbunge. Hali zinazotoa mfuko wa bunge kwenye jimbo, lakini kama mbunge kutumia pesa zake za ziada. Hiyo kazi ya ubunge. Ubunge tu kwa kukaa tu kwa kutegemea mshahara ndio ufanyie kazi za maendeleo, lazima uwe na sources zako nyingine ili kuweza kutoa huduma kwa wapiga kura wako. Najua kazi hiyo anafanya vizuri, muungeni mkono. Najua wakati wa kampeni alikuwa na maswahiba huyu walioshika mkono kupita nyumba hadi nyumba. Bwana wewe nimaliza mimi baskeli, nimaliza mimi pikipiki, nimaliza mimi bahati, nimaliza mimi saruji, inaweza nikisima nichimbie. Sawa. Mpitisha kijiweni humo, mpitisha skuli, mpitisha kwenye maeneo tofauti. Wakati tunampa kura, ahadi zinakuwa nyingi sana. Sasa basi sisi kama viongozi tusiwe daraja la kumgomoa bunge au kupata kukutana. Mfano, anataka sasa kuimarisha uhai wa chama, arudi kule. Amesema atajenga ofisi za kata. Chama kama hichi lazima iwe na ofisi nzuri kuimarisha chama kwa uhai. Lakini ndani yake kaingiza na uchumi. Anasema kila kata ikijenga ofisi itakuwa na frame. Amefanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Ameimarisha chama na pia ametafutia chama nini? Mapato. Uchumi. Mtu kwa kweli ana mipango, ana vision nzuri, ana muono, anastahili. Na chama hichi hakichagui mtu kwa rangi, dini, jinsia au kabila. No, uwezo wake, sifa zake, lakini kujitoa kwa wanachama na wananchi kwa kutumikia ndio sifa kubwa. Igunga kwa kweli mimi nikija nafurahia. Nani katika wilaya nazikubali sana. Kama ndio kabila sema zangu. Mheshimiwa mbunge kwa hakika anafanya kazi vizuri sana. Na mimi nimemuelewa kwa kweli. Nakubali sana
Napenda staili yake kwa sababu inatusaidia kwa sisi serikali kueleza kwa uwazi yale yanayofanyika. Mheshimiwa ni mwepesi sana kutoa taarifa. Na jamii inajua kile kinachofanywa na serikali. Kwa hivyo mimi nakusihi na kuomba uendelee hivyo hivyo. Sisi moye. Na Tabora huwa wabunge hawarudi mara 2. Kwa kweli kwa huyu kijana tutamtendea haki kama tutampa nafasi nyingine.